sana na kifo cha kiongozi wetu Lukuvi, kwa sababu alishakuwa waziri katika sekta mbalimbali, alishakuwa waziri wa ardhi, mpaka mauti unamkuta alikuwa ni waziri wa ofisi ya rais. Kwa hiyo nadhani kwamba ni pigo kubwa sana la Tanzania. Tunaondoa kiongozi aliyekuwa bora, ni kiongozi ambaye tunaona kwamba alikuwa ni shupavu, ni kiongozi ambaye alikuwa ni mtu wa watu. Ukienda kwa mfano kama jimbo lake la Isimani, nadhani wengi sana walikuwa wananufaika pamoja na Lukuvi. Ukienda kwa mfano, alishajenga mabwawa kwa ajili ya umwagiliaji wa wakulima, alifanya kazi nyingi sana kwa jimbo lake. Kwa hiyo nadhani kwamba ni kitu ambacho kinauma kwa Tanzania. Lukuvi ni mtu wa watu bwana. Lukuvi alikuwa ni mwanamichezo pia. Ukienda katika jimbo lake, michezo ilikuwa inachezeka sana, alikuwa ameandaa matamasha mengi ya mpira. Nadhani hata waandishi wa habari wengi walienda kuripoti na matukio yake ambayo anayafanya ambayo yalikuwa ni ya kijamii. Lukuvi alikuwa ni mtu mpole, yani alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameweka weledi mbele sana wa kazi yake. Alikuwa so mtu yule labda mwenye majivuno, alikuwa ni mtu ambaye yuko poa, alikuwa ni mtu wa wananchi, anajua kuzungumza na wananchi, alikuwa angalii tabaka la mwananchi wake. Yeyote yule alikuwa anatamani kukutana naye na kusikiliza maoni yake na kujua kwamba kipi ambacho anapaswa kwenda kukifanya katika jimbo lake. Kwa hiyo Wanaisimani nadhani kwamba ni msiba mzito, ni msiba mkubwa sana katika jimbo la Isimani. Mbunge wa miaka mingi kidogo. Mimi Mheshimiwa Lukuvi nimemsikia toka miaka mingi sana, nilikuwa bado mdogo kabisa, lakini ni mtu ambaye alikuwa anawapenda watu, anawapenda wananchi wake, na anaweza kusikiliza matatizo ya wananchi wake, na ameweza kufanya mabadiliko makubwa sana katika jimbo la Isimani. Na kati ya kitu ambacho ilikuwa ni changamoto sana katika jimbo la Isimani mpaka awamu hii ya mwisho, nadhani ilikuwa ni changamoto ya maji, kulingana na hali ya kijiografia, tabia ya nchi na nature ya ile zoni ilivyo. Lakini amepambana kadri ya uwezo wake kama binadamu, na mpaka tunapozungumza sasa hizi amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kupeleka maji ya kwenye mfumo wa Iwasa, maji kutoka Iringa mjini mpaka Isimani. Kwa hiyo Isimani sasa hizi kwa kiwango kikubwa kumekuwa kuna changamoto tena ya maji, lakini amefanikiwa kujenga madarasa, amefanikiwa kujenga zahanati, kitu ambacho kimsingi kwa wenzetu wa Isimani kwa hapo nyuma kidogo ilikuwa ni changamoto kupata huduma kama hizi, lakini sasa hizi wanazipata karibu tuna makazi yao. Ukweli katika jimbo la Isimani ni jimbo la mfano toka alipoanza kuingia kazini kugombea mwaka wa kwanza. Amefanya vitu vikubwa sana kwa jimbo la Isimani. Amefanya ushirikiano, ujenzi wa mazahanati, madaraja. Ukweli ukiangalia katika majimbo mengine ambayo hayajafanyiwa hivyo, na sisi tukiona ambacho kile alichokifanya, kwa sababu ni mwanadamu, naye kwa upande wake amejishughulisha sana kwa kuwasaidia wananchi kwenye miundombinu ya usafiri ili watu waweze kupata tija ya kufanya maendeleo. Tuna simanzi kusikia taarifa ya mheshimiwa wetu Lukuvi, kwa sababu tumesikia leo kwamba ametoka. Ni jambo la kuhuzunisha, ni jambo la kusikitisha kwa kila mwananchi, pia kwa kila mwanairinga, kwa sababu hakuna mwanairinga yoyote ambaye hajui kazi na mafanikio tufanyie sisi kama wanairinga, pamoja na kuchangia mada nyingi pamoja kuwa na maendeleo katika mkoa wetu, lakini pia kwa taifa.